Sadaqa ama ibada ya kusoma Qur'an ni ibada ambayo ni kubwa sana, lakini tunafaa kuwa na ikhlas katika kusoma ile Qur'an. Mwenyezi Mungu anasema katika aya yake, fad'u Allah mukhlisina lahu ad-din, muombe Mwenyezi Mungu kwa nini? Kwa ikhlas, anafanya amal kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, na hii amal haiwezi kubaliwa mpaka ziwe na hiyo sharti mbili. Tumesema amali yote katika sheria ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala haiwezi kukubaliwa mpaka hiyo sharti mbili ipatikane. Sharti ya kwanza tumesema ni al-ikhlasu lillahi jalla wa ala. Sharti ya pili ni mutabaati Rasul sallallahu alaihi wasallam, ni kufuata mwenendo wa Mtume sallam katika ile ibada ambayo tunafanya. Tukisali mimi na wewe, Mtume sallam amesali kabla yetu na amesema nini? Naam, sallu kama raitumuni usalli. Katika haji amesema khudhu anni manasikakum. Kwa hivyo tunafaa kufanya ibada vile Mtume sallam alikuwa amefanya. Hiyo ndio sharti ya ibada yote ambayo tunafanya, iwe katika sunna ya Mtume sallam, na pia tuwe na ikhlas katika ile amali ambayo tunafanya. Na Mwenyezi Mungu amesema pia, wama umiru illa li'abdullaha mukhlisina lahu ad-din, tumeamrishwa kuabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mukhlisin. Tuna maana ya kwamba tunafanya ibada kwa ajili ya kutafuta ridha ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo ndio sharti ya kwanza, tukiwa tunasoma Qur'an tuwe na nia ya kufanya hii ibada, kwa sababu kusoma Qur'an ni ibada kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hiyo ndio jambo la kwanza. Jambo la pili, ayaqra biqalbin hadirin bitadabburi ma yaqra wa yatafaham maanihi ويخشى عند ذلك قلبه. شرط ya pili, an yaqra biqalbin hadir, unasoma ukiwa nyoyo yako iko na hiyo Qur'an. Ukiwa unasoma, sio tunasoma hapana, tunataka kufikiria ile aya Mwenyezi Mungu anaongea na sisi, ile aya ambayo tunasoma tunawaza hiyo aya, yani kujua maana yake. Na ukisoma na Qur'an tafsir ndio tuweze kufahamu. Naam, ukiwa unasoma Qur'an unajua tafsiri yake. Tafsiri siku hizi maana kwa lugha yote, sio? Naam, kwa lugha ya Kiswahili, kwa lugha ya mama yetu, lugha ya Kiborana, lugha ya Kisomali, iko ya Kiswahili, Kizungu. Translation ya Qur'an alhamdulillah imetapaka kila mahali. Kwa hiyo tukiwa tunasoma Qur'an sio tu kusoma, tuwe na nini? Tadabbur ile aya ambayo tunasoma, kwa sababu aya inazungumza na sisi. Ayat kila mtu akifikiria, akiweka maanani, akisoma Qur'an, akiwa anataka kujua maana ya aya, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatusaidia tadabbur ile aya ambayo kwamba tunasoma. Na hiyo ndio adab ya pili. Na tukiwa tunasoma Qur'an, kalbi yetu inakuwa kwa hiyo Qur'an. Na tusiwe tunasoma Qur'an alafu baada nyingine ama tasbih ambayo tunafanya, kuna watu ambao tunafanya tasbih sio wanatumia tusbah. Naam, subhanallah, anaongea na watu. Naam, hata inahitaji nini? Inahitaji ikhlas, kwa sababu tasbih pia ni ibada, lakini hii ibada Mtume sallam alikuwa anafanya kwa mikono yake, hajakuwa na tusbah vile saa hizi tunatumia. Lakini ulama wengine wamesema hakuna shida, kwa sababu watu wamekuwa dhaifu kwa ajili ya hesabu, inakuwa tasbih ni rahisi kutumia. Lakini asili yake Mtume sallam hajawahi kutumia nini? Tusbah, alikuwa anatumia mikono yake. Kwa sababu gani? Hii mikono siku ya Kiyama itakushuhudia ile ibada ambayo unafanya nayo yote, na kwa ajili hiyo atakukufa naye, unakufa na mkono sio. Lakini tusbah wanaacha hapa. Baba sunna ni kutumia mikono katika kufanya nini? Adhkar na istighfar na adhkar ambayo tunafanya nazo. Hiyo ndio adabu ya pili. Tumesema kalbi yetu iwe iko wakati ambao tunafanya ibada ya kusoma Qur'an. Adabu ya tatu, ayaqra ala taharatin, لأن هذا من تعظيم كلام الله عز وجل، ولا يقرأ القرآن وهو جنوب حتى يغتسل إن قدر على الماء. شرط ya tatu kusoma Qur'an tuwe na tahara bana, maanisha tuwe hatuna janaba. Yule ambaye kuna janaba anafaa kuoga maji ndio aweze kusoma
Qur'an Mwenyezi Mungu anasema la yamassu illa almutahharuna, haiguzi isipokuwa yule ambaye kwamba ni tahirna. Kwa hivyo na anasema Sheikh kwamba hiyo ni kutukuza maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wala yaqra al-Qur'an wa huwa junub, yani aweza kusomea kukubali kusoma Qur'an, kushika Qur'an kusoma ukiwa ni uko na janaba, ukiwa uko na janaba hata yaktasil, mpaka uoge maji ndio alafu uweze kusoma Qur'an ukiwa uko msafi. Inatakana Muislamu awe msafi ili aweze kusoma Qur'an. Adabia tano ni kwamba alla yaqra al-Qur'an fi al-amakin al-mustaqdira wa fi mujamma la yunsatu fihi biqira'atihi, yana qira'atuhu fi mithli hadha ihanatu lahu. Tusome Qur'an kwa mahali ambapo kwamba ni safi, na kwa pale ambapo kwamba ni safi, na pale ambapo nasomea Qur'an kwa misikiti, kwa nyumbani, tunaweza somea hapo. Na Sheikh anasema aisomi kwa almakan mustaqdira, ni makana pale ambapo kwamba kuna chafu, mathalan katika sokoni, mahali ambapo kuna kelele nyingi. Hii Qur'an wewe kusoma, mwingine akisikiza unapata nini? Ajira. Yule ambaye yeye asome Qur'an lakini anasikiza yule ambaye anasoma, na unapata hiyo ajira, unapata hiyo ajira. Ni kama mtu ambaye kama anasoma Qur'an. Mwenyezi Mungu amesema wa idha yaqra al-Qur'anu madha fansitu, mnyamaze. Yani kisomea Qur'an, mathalan mtu anasoma Qur'an na karibu na wewe, na tunafaa kunyamaza na kusikiza kile ambacho kwamba inasomwa ili tupate ajira. Na asomee Qur'an kwa pale ambapo kwamba kuna kelele, mathalan kelele mingi sana. Aisomee pale ambapo kwamba mathalan kuna majzar, kuna mali ya kuchinjio na kichinjio, kelele ni mingi na pia ni chafu. So tunafaa kusoma Qur'an pale ambapo kwamba ni safi, kama msikiti, nyumbani, kwa gari yako, kwa biashara pale, kwa business yako, duka yako, haina shida yote. Almuhimu Qur'an isomwe pale ambapo kwamba kuna almustaqdira, ni pale ambapo kwamba ni chafu. Na kisha wa min adabiha tano ayasta'idha billahi minash shaitani rajim inda iradat alquran, liqawli ta'ala fa idha qara'ta alqur'ana fasta'id billahi minash shaitani rajim. Ukiwa soma Qur'an unafanya ta'awudh kutokana na ash-shaytan, unaanza kusema a'udhu billahi minash shaitani rajim. Hiyo itakufanya ni amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu anasema fa idha qara'ta alqur'ana fasta'id billah, kusoma Qur'an fanya ta'awudh na shaytani, na minash shaitani rajim. Na shaytani tujaribu kwa kila njia, wakati wote anatu jaribu. Na kwa hivyo kusoma Qur'an tunafaa tuseme ta'awudh, maana yake ni a'udhu billahi minash shaitani rajim, ili asitudhuru wakati ambapo kwamba tunasoma Qur'an. Wa min adabiha ya sita an yuhsina sawtahu bil Qur'an, بقراءة القرآن. لما في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أذن الله لشيء كما أذن لنبي حسن صوت يتغنى بالقرآن يجهر به. kusoma Qur'an kwa sauti nzuri, kusoma Qur'an sauti nzuri. Yule ambaye kama pia hajui kusoma, kuna yule hajui kusoma, lakini kusoma kwa sauti yake, kwa tilawa yake, anakusikiza wewe, unapata ajira na yeye pia anapata pia ajira. Na usiseme kwamba hujui kusoma Qur'an, hapana. Hata wazee wanafaa kujitahidi. Alhamdulillah, mashaikh wako kila msikiti kuna mashaikh, maimams, maqurra. Kwa hivyo usiseme mimi sijui kusoma Qur'an. Kuna saizi wale wazee ambao wanasema mimi hawajasoma Qur'an kabisa, anasema mimi si mzee mwaka 80 mwaka 70, anasema mimi sijui kusoma Qur'an. Tunataka tujifunze na mashaikh kila mahali, na inawezekana kwa sababu masahaba wengine radhiallahu anhu walikuwa wanasoma Qur'an wa kuhifadhi Qur'an baada ya kufika miaka ya 80. Kwa hivyo ni hasara kubwa kama mtu aangalie kitabu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa sababu hajui kusoma. Na hii umma saizi ni umma mutahaddira, inaweza kusoma na sio ummia, na
sio ambaye kwamba haijui kusoma, na unajifunza kusoma Qur'an ili ufaidike na hii tilawa ambayo kwamba tumeangalia kwa darasa iliyopita. Ukisoma Alif Lam Mim kuna daraja ambayo ni 30. Ukisoma juzu moja, juzu mbili, juzu tatu, inakuwa ni faida ni kubwa sana. Tunafaa kusoma Qur'an kwa sauti ambayo kwamba ni mzuri. Na hizo sauti mzuri utapata namna gani? Mathalan sasa mashallah maqurra wamejazwa ni mzima. Ukifanya Google saizi the best reciters ya Qur'an tajwid, si unapata? Kwa hivyo unasikiza. Kusikiza inastick hata kwako. Biidhnillah unaweza kusoma Qur'an vizuri. Usiseme mimi ni mzee ama mimi sio msomi ya dini, hapana. Tunatakana kujifunza na tusome Qur'an hii, tujue kusoma kama hatujui kusoma. Na tumeangalia kwa hadithi iliyopita kwamba alladhi atata'u fi qira'ati al-Qur'an, yule ambaye ulimi yake inatereza wakati ambaye anasoma Qur'an anapata ajira mara ngapi? Mara mbili tumesema kwa hadithi iliyopita. Na kwa hivyo hii ni fursa. Useme mimi sijui kusoma Qur'an, hapana. Hiyo ni aibu, sio? Na kuna fursa ya kusoma kitabu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hata kama tuko wazee, mashaikh wetu, watoto wetu nyumbani wanasoma duksi, wanasoma madrasa. Hata ukisikia haya kwa mtu mzima, sheikh kumwambia sheikh, mwambie mtoto wako kufunza. Na wote wanasoma madrasa, na alhamdulillah kuna upungufu ya wale ambao kwamba wanafunza watu kitabu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema nini? Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Yani yule ambaye ni bora kati yetu yule amesoma Qur'an, amejifunza Qur'an kisha kafunza watu wengine pia. Ni fadhila ambayo kwamba ni kubwa sana. Hatufai kusema sisi ni wazee, hapana. Hata mzee akona jukumu na mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Bali siku ya kiyama utaambiwa katika janna ile darajat, ikra warqa, na soma na upande, na makao yako katika janna ni pale ambapo unasomea aya ya mwisho. Hii ni janna, passport to janna, yani Qur'an. Na ile ilmu ambayo unaambiwa direct unaingia janna, unaambiwa soma, mara utakomea kusoma ile aya ya mwisho ndio makao yako ya janna. Kwa hivyo hii fursa ya kujanna tunafaa kuipata na kuangana, tujitahidi pia. Nafsi inaweza kataa, shawa inaweza kuwa na ya kufanya vitu vingine. Utakuta mtu anapiga kelele, anafanya nini mchana mzima, lakini ukisoma tusikia darasa ama kusoma Qur'an inakuwa ni ngumu. Ndio Muislamu anafaa kuuliza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amsalishie, kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndio anapenda tawfik ya kufanya ile ibada. Jambo la 7, adabu ya 7 ya kusoma Qur'an ni ayuratil al-Qur'an tartilan, liqawlihi ta'ala waratil al-Qur'ana tartila fayaqra'uhu bitamahul biduni sur'atin, inna dhalika a'waru ala tadabbur ma'anihi wa taqwimi hurufihi wa alfadhihi. Tadabburi tartil maana yake ni mtu asome Qur'an pole pole, bila nini, bila haraka. Unataka kupata ajira kamili, Qur'an ukisoma soma aya moja kwa moja pole pole, sio tunakimbia. Na mathalan mtu anasema nataka kumaliza Qur'an mara 10 katika hii mwezi wa Ramadhani. Naam, ni mzuri, lakini tadabburi iko, kwa sababu tadabburi na taratulio ndio lengo ya kusoma Qur'an. Unafikiria, unawaza kile ambacho unasoma, na aya ambayo inaongea kuhusu fadhila ya Mwenyezi Mungu, janna nini, unasimama hapo, unasimamia hapo kuhusu Mwenyezi Mungu, fadhila yake ya janna. Aya mathalan kuhusu iqab, yana na vitu vingine, tunataka kusimamia hapo kufanya kuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuepusha na moto wa jahannam na iqab yake, na pia adhabu yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo wakati ambao unasoma pole pole ndio unaweza kupata hiyo makharij al-huruf, harfi ya Qur'an soma moja moja. Lakini kama unasoma Qur'an khatima Qur'an unafanya mara 10 kwa mwezi mmoja, lakini ile kitu unasoma hujui hata moja, yani huwezi ukahisi ya kwamba nimesoma Qur'an, hii aya inasema hivi na hiyo inasema hivi, na natakana tusome Qur'an pole pole ili tuweze kupata ajira. Na sio lazima tukutamisha mara kadhaa katika mwezi wa Ramadhani, hapana. Na wewe kiasi ambao unaweza
kusoma tadabbur, soma pole pole, kisha alafu ukiweza kufanya khatma mara moja kwa mwezi, mara mbili kwa mwezi, alafu kwa mwezi ni khari. Lakini kitu muhimu tuwe na taratibu na kusoma Qur'an pole pole. Na adab ya misho, yani adab ya kusoma Qur'an, an yasjuda idha marra bi ayatihi sajda wa huwa ala dhahi في أي وقت كان من ليل أو نهار، فيكبر للسجود يقول سبحان ربي الأعلى ويدعو ثم يرفع من السجود بدون تكبير ولا سلام. أسمع الشيخ kwamba adab ya saba ama ya nane ya kusoma Qur'an ni ayasudu ila mara bi ayati sajda. Aya sujudu ikifika tunafaa kufanya nini? Tunafaa kusujudu kwa sababu ni ibada. Hata sujudu ni ibada ambayo anafanya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini tazama, sio lazima. Lakini mzuri mtu asujudu wakati ambaye anafika aya ya sajda. Kuna aya kadhaa ambaye kuna sajda. Hasa hapo ndio muhimu pia ya kusoma Qur'an tukiwa tumetawadha, tukiwa tuna wudu. Ni mzuri kusoma Qur'an tukiwa na wudu, na hata sujudu ni sajda ni ibada. Tumesema sio sharti, sio lazima uwe na wudu ili usome Qur'an, hapana. Lakini mzuri ni bora. Naam, tukiwa tunasoma Qur'an tukiwa na wudu. Vile Bilal radhiallahu anhu, Mtume sallallahu alayhi wasallam alisikia nyoyo ya Bilal radhiallahu anhu katika janna. Akauliza Bilal, nini unafanya? Anasema yeye afungi sana wala asali sana, lakini akitembea na wudu. Naam, kwa hivyo ni sunna ya Bilal radhiallahu anhu, sahaba ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa hivyo tunafaa kufanya kuiga pia hiyo. Tukiwa tunasoma Qur'an tunatakiwa tuwe na wudu, lakini sio lazima. Naweza kusoma Qur'an bila kuwa na wudu, haina shida yote. Lakini janaba imekatazwa. Kama wewe uko na janaba, lazima uoge maji ndio uweze kusoma Qur'an. Hawezi kubalini mpaka toyo janaba, kisha alafu unaweza kusoma na kushika Qur'an. Kwa hivyo inshallah taala tutakomea hapo inshallah taala darasa yetu ya leo, na tumesema hiyo adab kwa ufupi ni mtu kwa Muislamu kuwa na ikhlas. Unasomea kwa ajili ya nani? Unasoma kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ndio unapata ajira. Kisha pia tukiwa tunasoma Qur'an, qalbi yetu iwe na Qur'an. Naam, hatuwezi kushukuru na shughuli zingine, inaathiri hiyo thawabu yako. Na kisha alafu tunasoma Qur'an tukiwa na tahara. Tunasoma Qur'an mahali ambapo kwamba ni safi. Tunasoma Qur'an wakati tunasoma Qur'an tunafanya taawudh na ash-shaytan ar-rajim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Kisha pia sauti yetu iwe ni mzuri wakati ambapo tunasoma Qur'an, hasatan kama kuna mtu karibu yako, na sio kujionyesha, lakini mimbabi taalim, na yule ambaye hajui kusoma Qur'an mathalan anakusikiza, na unapata ajira na yeye pia anapata ajira. Na tusome kwa sauti ambayo kwamba ni mzuri, na kuna fadhila kubwa ya kusoma Qur'an kwa sauti mzuri. Tumesema pia namna moja kuboresha sauti yako ya Qur'an na kusikiza qurra wale ambao dunia mzima wako kila mahali, kwa unasikiza tajwid yao, alafu uweze kusoma Qur'an vizuri. Kisha tumesema tukisoma Qur'an tusome pole pole bila kuwa na haraka. Shughuli tu isikuwe na kumaliza Qur'an mara ngapi, hapana. Tusome vizuri tunadhabu inshallah taala. Kisha mwisho tukipata aya ya sijda tunasujudu pale ambapo kuna aya ya sijda. Wallahu taala alam. Hada wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.